Kama ambavyo tunafuatilia jambo la Ali Kibao, yote haya hatupaswi kuyaacha, lakini yote hayapaswi kuturudisha nyuma kwenye mapambano, kwa sababu tiba pekee ya matatizo haya yanayotukabili ni kuiondoa sisi madarakani. Lakini niseme vile vile kupitia mkutano huu kwamba mwaka 2023 mwezi Machi, siku kama ya leo, mlikuwa na maadhimisho na tulikuwa na maadhimisho Kilimanjaro. Na kwa sababu pengine ya dalili zilizokuwepo wakati huo, zilizokuwepo kwenye mazungumzo ya maridhiano, wengine wakiona matumaini, wengine wakiona mashaka, lakini BAWACHA mkafanya uamuzi wa kumpa rais tuzo, mkiamini kwamba ingempa motisha mwanamke mwenzenu, na aliyekuwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe akaitoa kwa niaba yenu. Tuzo ya BAWACHA mtampa motisha, atafanya vizuri zaidi. Lakini ile motisha, badala ya kuwa motisha, imekuwa uharibifu zaidi. Na mimi naamini kwamba katika hatua hiyo viongozi wa BAWACHA mlilagaiwa na mwanamke mwenzenu, mligilibiwa na mwanamke mwenzenu, na mkaamua kutoa tuzo mkiamini kwamba tutapata reforms, tutakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia itapanuka zaidi ya kufunguka tu kwa mikutano ya hadhara na kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na hakikisho la usalama wa wakimbizi. Lakini mwanamke mwenzenu mliyemwamini akawa mnafiki. Toka 2023 sasa ni 2025. Sitaki kuwa kwenye hili, siwezi kuwaelekeza, ila naweza kuwashauri. Kwa kweli anastahili kuvuliwa ile tuzo aliyopewa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023, kwa sababu yale aliyoyaashiria hayakuwa kama alivyoyaashiria. Kwa hili nilisemee tu by the way. Nizungumze kuhusu nguvu ya wanawake kuleta reforms kwenye mkakati wa no reform no election. Mimi naona nyinyi wakina mama na vijana wa kike, wanawake kwa ujumla wenu, wazee kwa vijana wa kike, mna nguvu kubwa tano. La kwanza, mna nguvu ya uwingi, 51%, wanaume 49%. Mkiweka pembeni tofauti zozote, wanawake wote, sio ndani ya ukumbi huu tu, wanawake majumbani, wanawake wote, mkisema kwamba kwenye jambo la reforms za kuhakikisha uchaguzi huru na haki, tunataka reforms kabla ya uchaguzi, sauti yenu ni sauti kubwa zaidi, kwa sababu nyinyi ni wengi. Mna nguvu ya pili. Hata kama mngekuwa na wachache, lakini wanawake mna sauti kweli kweli. Mna uwezo wa kupaza sauti, mna uwezo wa kupiga kelele, mna uwezo wa kulalamika. Na ukitaka kujua hilo, kila mmoja ajifikirie akiwa nyumbani au akiwa kwenye kikundi, taasisi fulani, alafu kuna ugomvi kati ya mwanamke na mwanaume, nani anayeongea zaidi? Nani ana sauti zaidi? Mwanamke, si ndio? Wakati mwingine mna uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni. Sasa tunaomba huo uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni, kama ulikuwa unatumia 70% kuongea umbea, ubuyu, basi punguza umbea, ubuyu 10%,
50% au 70%, zungumza kuhusu no reform, no election, no reform, no election, no reform, no election, no reform, no election. Sauti yenu hiyo itapasua masikio ya watawala. Nguvu ya pili. Nguvu ya tatu, mna mvuto na ushawishi. Uwezo mkubwa sana wa ushawishi. Ushawishi wa hali ya juu. Kokote pale mnapokwenda kuzungumza, itumieni hiyo nguvu ya ushawishi. Nguvu ya nne, na hii ni ya kifiziolojia na kisaikolojia. Mna uwezo wa kufikiri na kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa mna uwezo mkubwa sana. Itumieni hiyo nguvu. Sasa nitasema muitumie namna gani. 5, mna uwezo mkubwa sana wa uvumilivu. Yaani ukitaka kupima kiwango chenu cha uvumilivu, nimwambie rafiki yangu Boniface pale abebe mimba miezi 9. Au nimwambie naibu katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu wangu Amani ajifungue kwa uchungu. Au kaka yangu Mheshimiwa Lissu apewe kazi ya kulea mtoto usiku na mchana kwa miaka 18. Ndio utajua jinsi gani uvumilivu wenu ni wa pekee.